katika sayyidu shuhur. Mwenyezi Mungu kuweza kutukutanisha katika khairul biqa ambao ni msikiti, lakini vile vile katujalia tukaweza kukutana katika sayyidul ayyam, bwana wa masiku ambao ni yaumul jumaa, lakini katika sayyidu shuhur, bwana wa miezi ambao tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Khatibu wetu wakati ilivyokuwa yuko kwenye mimbar amegusa nukta nyingi sana: zakatul fitri, lailatul qadri, dhikrullahi. Ametupatia faida nyingi sana, lakini na mimi huwa napenda nikiingia katika muhadhara wangu niguse nukta ambayo kwamba khatibu ameizungumza, moja katika yote aliyozungumza nigusie jambo moja. Lakini leo nukta zangu zitakuwa ni mbili, nitazungumza kwa dakika chache, kwa sababu hapa kuna jambo ambalo kwamba linataka kufanywa, nao ni mashindano ya Qur'ani. Kwa hivyo nitazungumza kugusia yale yaliyozungumzwa juu, lakini vile vile kwa tukio hili la Qur'ani pia ndio itakuwa ni mada yangu kumalizia. Wakati khatibu ilivyokuwa akitoa khutba, aliitaja hadithi ya Mtume Muhammad. Mtume asema, inna rafa'a as-sauti bidhikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hii ni dhikrullah, utajwa wa Mwenyezi Mungu. Utajwa wa Mwenyezi Mungu, ma maana dhikri? Unaposema dhikrullah ina maana kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini dhikri ukija katika kilugha imekuja dhiddu nisyan, yani maana dhikri dhiddu nisyan, ni kinyume cha kusahau, maana yake ni kukumbuka. Unaposema dhikrullah ina maana kumkumbuka Mwenyezi Mungu na ina maana kumtaja Mwenyezi Mungu. Unapomtaja Mwenyezi Mungu huwa umemkumbuka, na ukimkumbuka utamtaja Mwenyezi Mungu. Dhikrullah, utaji wa Mwenyezi Mungu. Utaji wa Mwenyezi Mungu min akbaril ibadat, ni miongoni mwa ibada kubwa sana hapa duniani. Sisi tunaswali, tunasoma Qur'ani, tunafunga, tunafanya kila aina ya ibada, zote zitakatika endapo Mwenyezi Mungu atatujalia kuwa ni watu wa peponi. Watu wa peponi hawatoswali wala kusoma Qur'ani, hakuna saumu. Ile ni darul jaza, ni nyumba ya malipo. Mwenyezi Mungu anaenda kuwalipa waja wake walioyatenda hayo mema duniani. Zitakatika. Sio kwamba ahlul janna watakwenda kuswali wala hakuna kufunga wala kusoma Qur'ani, zitakatika. Hizi tunazifanya hapa, lakini dhikrullah, utajo wa Mwenyezi Mungu hautokatika. Ahlul janna yadhkuruna Allah kama yulhamuna an-nafas. Watu wa peponi wataendelea kumtaja Mwenyezi Mungu tena bila taklifu, kama yulhamuna an-nafas. Yani wewe unapokaa, jinsi unavyopumua na kuvuta ile oxygen na kupumua, ndio ahlul janna watamtaja Mwenyezi Mungu. Utajo wa Mwenyezi Mungu haukatiki, utajo wa Mwenyezi Mungu utaendelea. Na ndio maana Mwenyezi Mungu ameweka malipo makubwa kwa wale watakaoshikamana na utajo wake. Mwenyezi Mungu asema, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Wale wanaume watakaomtaja Mwenyezi Mungu na wanawake, Mwenyezi Mungu asema a'adda Allahu lahum maghfiratan, Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha, wa ajran adhima, na ujira mkubwa siku ya kiyama, nayo ni pepo. Allahumma ja'alna minhum. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu hao. Lakini dhikri, tukisema tuichambue dhikri kwenye Qur'ani, dhikri imekuja kwa maana nyingi kwenye Qur'ani, kwa maana nyingi sana. Lakini tuje katika ile nukta ambayo khatibu ameieleza. Khatibu wetu leo ametuelezea hadithi ya Mtume kunyanyua sauti kwa kumtaja Mwenyezi Mungu kila baada ya swala ya faradhi. Kana ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni kutoka zama za Mtume Muhammad. Mtu anaweza kujiuliza,
anayemtaja Mwenyezi Mungu kwa siri, anayemtaja Mwenyezi Mungu kwa sauti. Shekhe, ikoje hii? Yani umtaje Mwenyezi Mungu kwa siri na ukamtaja Mwenyezi Mungu kwa dhahiri. Mimi nakwambia kwa mujibu wa Qur'ani zote ziko sawa na kila mmoja yuko sahihi. Tumefahamiana vizuri? Kwa sababu kwenye Qur'ani dhikri imekuja dhikrul qalb na kuna dhikrul lisan. Kwenye Qur'ani dhikrul qalb kumtaja Mwenyezi Mungu kwa moyo imekuja wapi? Walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah, dhikrul qalb. Tumekubaliana hapo? Walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah, dhikrul qalb, taja Mwenyezi Mungu ndani ya moyo. Lakini kuna dhikrul lisan, fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum abaakum au ashadda dhikra, dhikrul lisan, kumtaja Mwenyezi Mungu kwa ulimi. Hii sasa sio kwa siri, na ndio utaona ukirudi katika hadithul qudsi Mwenyezi Mungu asema wa man dhakarani fi nafsihi, man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum. Sallu ala Muhammad. Mwenyezi Mungu asema yoyote atakayenitaja mimi kwa siri, naomba hapo unisikilize, yoyote, hii ni hadithul qudsi. Mwenyezi Mungu asema yoyote atakayenitaja kwa siri dhakartuhu fi nafsi, na mimi nitamtaja kwa siri peke yangu. Lakini Mwenyezi Mungu asema wa man dhakarani fi mala'in, atakayenitaja mimi mbele za watu dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, na mimi nitamtaja mbele za watu bora kuliko hao. Tukija kwa wanazuoni Ibn Hajar al-Asqalani asema wadhikru fi mala'in la yakunu illa an jahrin, kumtaja Mwenyezi Mungu mbele ya watu si kwa siri, la yakunu illa an jahrin, haiwi ila itakuwa ni kwa kujihirisha kwa sauti. Kwa hivyo waman dhakarani fi mala'in, atakayenitaja mimi mbele za watu. Ni vipi kumtaja Mwenyezi Mungu mbele za watu? Ni pale sisi sote tumekaa hapa baada ya swala, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Yani mimi naleta dhikri, aliyoko hapa ananisikia na huyu naye mwenzake anamsikia, aliyoko nyuma unasikia sauti, tunapokezana. Wa dhikru fi mala'in, hii ndio kumtaja Mwenyezi Mungu mbele za watu. Lakini faida yake Mwenyezi Mungu asema dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, nitamtaja mbele za watu bora kuliko hao. Kina nani? Malaika. Yani wewe unamtaja Mwenyezi Mungu kwa sauti, Mwenyezi Mungu anakutaja mbele ya malaika. Malaika wote toka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya saba wanasikia jina lako linatajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kheri kubwa iliyoje. Kwa hivyo haya ni masala ya dhikri ambayo yamekuja katika Qur'an, na dhikri imekuja bimaana taa wal jaza. Fadhkuruni adhkurukum, nitajeni na mimi. Fadhkuruni at-taa, lakini adhkurukum al-jaza, ni malipo. Kwa hivyo utaji wa Mwenyezi Mungu tukisema tuueleze ni kitu kikubwa sana, ni jambo kubwa sana, ni ibada kubwa sana. Na ndio maana utaji wa Mwenyezi Mungu umewaokoa hata manabii, mitume waliokolewa kwa sababu ya dhikrullah, utaji wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akatukua ahadi katika Qur'ani kutuonyesha sisi waja wake, sio kwamba mimi nimewaokoa tu mitume wangu, hata yoyote katika nyinyi ambaye ni mu'min atashikamana na utajo wangu, basi mimi nitakuwa karibu na yeye. Ushahidi uko wapi? Ni Nabii Yunus alayhi salam. Sote hichi kisa tunakifahamu, lakini nukta ninayoitaka mimi ni moja tu. Nabii Yunus kana fi batni alhut ayaman, ilikuwa iko katika tumbo la samaki ayaman. Zimekuja riwaya tofauti tofauti, lakini kauli moja katika aqwal, alikaa kwenye tumbo la samaki siku 40. Siku 40 yuko kwenye giza la bahari,
yuko kwenye giza la tumbo la samaki siku 40. Lakini Nabii Yunus, kitu kilichomuokoa sote tunafahamu ni pale alivyosema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Sasa nukta ninayoitaka mimi ni baada ya kuleta dhikri kama hii, Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani yasema fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Nukta ninayoitaka mimi iko hapa. Mwenyezi Mungu asema fastajabna lahu, baada ya kumwambia Mwenyezi Mungu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, Mwenyezi Mungu alimwamrisha yule samaki kwa jina anaitwa chewa, nenda kamtapike katika ufuo wa bahari. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani asema fastajabna lahu, tukamkubalia maombi yake, wanajjainahu minal ghammi, tukamtoa katika giza, wakadhalika nunjil mu'minin. Hapo sasa wakadhalika nunjil mu'minin, sio kwamba mimi nitawaokoa tu mitume wangu wakiwa katika shida, wakadhalika nunjil mu'minin, na kwa namna hii na kwa tukio hili na kwa habari hizi basi nitawaokoa hata wale waumini watakaoshikamana na utajo wangu. Sio kwamba mimi nitawaokoa tu mitume wangu, yoyote katika waumini atakayeshikamana na dhikrullah, Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na kwa utukufu wake atamuhifadhi na atamuokoa. Lakini baada ya kutapikwa, Mwenyezi Mungu asema faqala Allahu ta'ala ikhbaran an Yunus alayhi salam walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Sadaqallahu alazim. Mwenyezi Mungu asema baada ya kutapikwa katika ufuo wa bahari, Mwenyezi Mungu asema walaula annahu kana minal musabbihin. Angalia sasa utajwa Mwenyezi Mungu hapo ulivyofanya kazi. Mwenyezi Mungu asema lau kama Nabii Yunus hangekuwa ni miongoni mwa kunitaja mimi katika tumbo la samaki, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, tungemlaza katika tumbo la samaki mpaka siku ya kiyama, siku ya kufufuliwa. Ingekuwa wakati huo watu wanafufuliwa wanatoka kwenye makaburi, ingekuwa kaburi la Nabii Yunus ni tumbo la samaki kwa mujibu wa Qur'ani. Lakini Mwenyezi Mungu alimhifadhi akamuondoa baada ya kumtaja yeye. Lakini tatizo, sisi hatumtaji Mungu mpaka tuwe wagonjwa. Kweli si kweli? Hatuna haja wala hatuna wakati, hatumtaji Mungu mpaka tuwe wagonjwa. Yani pale huwezi tena, huna tena ujanja, uhodari umekuishia, hujui ufanye nini, hata kopo la uji mpaka unyanyuliwe na watu wawili, kwenda haja chooni mpaka ushikwe huku na huku pelekwe. Pale ujanja umekuishia. Katika mawazo yako waona labda ni sasa mimi nitaondoka. Hapo ndo utasikia ya Latif, ewe Mungu wangu, ya Latif, ya Dhul Jalal wal Ikram. Utamtaja Mungu shekhe, hata mtu akishika tasbihi hisabu iweze ikampotea. Utamtaja Mungu kwa wingi. Lakini haya si mafunzo ya Mtume Muhammad. Sayyidatuna Aisha umul mu'minin atuambia kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuru rabbahu fi jami'i ahyanihi, akimtaja Mwenyezi Mungu katika wakati wake wote, fi jami'i awqatihi. Kwa hivyo sisi kitu kikubwa ni dhikrullah, utajo wa Mwenyezi Mungu, tushikamaneni nao utajo wa Mwenyezi Mungu. Lakini la mwisho ambao nataka kumalizia hapa, kuna soma Qur'ani. Baada ya kumaliza Qur'ani ndio kila kitu, na kwa kuwa hapa kuna jambo litafanyika la mashindano ya Qur'ani, kutasomwa Qur'ani, napenda kuambia ndugu zangu, Qur'ani ndiyo kipimo pekee cha kujua imani yako iko vipi. Ukitaka kujua imani yako iko vipi katika moyo, basi eka mizani ya Qur'ani. Ukiweka mizani ya Qur'ani
utajijua uko stage gani ama uko kwenye position gani. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kipimo chako cha kutakujua imani yako iko vipi iko kwenye hii aya. Innamal mu'minun, hakika waumini. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, pale anapotajwa Mwenyezi Mungu, wajilat qulubuhum. Hapa sijatoka nje ya mada, niko kwenye dhikrullah, niko kwenye Qur'an. Wajilat, moyo wake hupatwa na hofu. Akitajwa tu, akisikia jina la Mwenyezi Mungu linatajwa, moyo wake huingiwa na hofu. Wa idha tuliyat alayhi ayatuhu, sasa zinaposomwa zile aya zake, zadatuhum imana, imani yake inazidi, inapanda. Unahisi kwamba mimi, unaisikia ile ladha ya Qur'ani. Kweli hivi wewe unashindwa na hayawani? Angalia yule sahaba aitwa Usaid. Kuna sahaba kwa jina anaitwa Usaid. Safari moja anasoma Qur'ani huyo sahaba. Wakati anasoma Qur'ani, amemfunga farasi wake, yuko mbele. Farasi ilikuwa akipiga miguu yake kwenye ardhi kwa ladha ya Qur'ani. Anagonga miguu kwenye, yani kila kisoma aya anagonga miguu. Akinyamaza farasi anatulia. Akiendelea na aya nyingine farasi anagonga miguu. Akinyamaza anatulia. Farasi ilikuwa kipata ladha ya Qur'ani. Huu ni hayawani. Lakini huyu sahaba Usaid anaendelea kusoma Qur'ani, akitizama mbele yake juu, akaona kuna wingu linakuja mbele yake. Alikuwa na hofu, akaogopa, akawacha, akakimbia kwa Mtume Muhammad. Ya Rasulullah, akamhadithia, wakati nasoma Qur'ani, nikisoma aya namuona farasi anatoa sauti ya furaha. Si unajua hata hayawani kuna sauti ya huzuni, kuna sauti ya furaha, kuna sauti ya ukali, utazijua zile sauti zake. Lakini amwambia sauti ilikuwa akitoa sauti ya furaha, akigonga miguu. Nikajua hii ni ladha, nasikia utamu. Lakini ya Rasulullah, nanyanyua kichwa changu kuangalia juu, nimeona wingu linakuja mbele yangu na linanifuata kila nikisoma Qur'ani, nimeogopa. Mtume akatabasam, akamwambia, tilka almalaikatu kanat tastami'u lak. Ambia wale, hilo wingu si wingu unaloliona wewe. Tilka almalaika, ni malaika hao, ilikuwa wamekuja kukusikiliza Qur'ani wakati unaisoma. Na mimi nawaambia ndugu zangu, baada ya kumaliza muhadhara hukutasoma Qur'ani, tuelewe na tufahamu, Qur'ani itakaposomwa malaika wanateremka hapa. Malaika watakuja kuisikiliza Qur'ani. Ndio tukaambiwa, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pindi pale Qur'ani inaposomwa, fastami'u, angalia lugha iliyotumika hapa, fastami'u. Istama'a, kuna sami'a na istama'a. Sami'a ni kusikia, sami'a amesikia. Istama'a amesikiliza. Meelewa hizi lugha hapa? Sami'a amesikia, istama'a amesikiliza. Mwenyezi Mungu hakusema muisikie Qur'ani. Kusikia na kusikiliza ni vitu viwili tofauti. Ninaweza kuwa wewe unazungumza, nimeshika simu na chat na nakusikia, si ndio? Au kuna jambo hapa naandika, unazungumza na kusikia. Lakini Qur'ani, fastami'u lahu, isikilizeni, si muisikie, isikilizeni. Maana yake muipulike akili yenu yote iwe iko pale katika kusikiliza. Ikiwa itakuwa namna hiyo,
Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani asema la'allakum turhamun, hakika mutapata kurehemewa na Mwenyezi Mungu. Nani katika sisi hataki kurehemewa na Mwenyezi Mungu? Nani katika sisi ambaye hataki rahma ya Mwenyezi Mungu? Kila mmoja ataka rahma ya Mwenyezi Mungu. Tumlilia Mwenyezi Mungu, tumwambia ya Allah undhur ilaina bi'aini rahma. Tunataka Mwenyezi Mungu atuangalie kwa jicho la huruma. Sasa Qur'ani inaposomwa fastami'u lahu wa ansitu, nasaha yangu naitoa kabla ya kufunga kikao changu hiki. Qur'ani hapa itasoma fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yani Qur'ani inasomwa ndani ya msikiti siku ya Ijumaa, mwezi wa Ramadhani, malaika wameteremka. Wallahi utatoka hapa insha Allah ukiwa umesamehewa madhambi yako. Lakini ma'al asafi shadid, leo Qur'ani inasomwa lakini mimi na mwenzangu tunazungumza. Leo Qur'ani inasomwa ndio mwanzo kushika simu kuanza kuchat. Leo Qur'ani inasomwa na wewe una jambo lingine limekushughulisha. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio nasaha yangu, lakini insha Allah khairul kalami ma qalla wa dalla. Mwenyezi Mungu amenijalia safari hii nimekuja kutoka Kenya, na msafara nimekuja hapa, tuko watu 10 kutoka Kenya. Toka nimeanza hii ziara yangu nilikuwa nikija mimi peke yangu, lakini alhamdulillah leo natimiza miaka 12 nimefuatana na msafara wa watu 10 kutoka Kenya, na miongoni mwao ni mashekhe wakubwa wako ndani. Mwaka jana hapa nilikuja na Sharif Abdul Qadir, nadhani nyote mlimshuhudia, alikaa kwenye kiti hiki, tukawa naye hapa Said Abdul Qadir ambaye ni alim, ni mwanachuoni katika wanazuoni wakubwa kutoka nchi ya Kenya. Tulikuwa naye mwaka jana hapa, nikazungumza mimi kisha yeye akamaliza. Lakini baada ya kuondoka kwa muda wa miezi 5 akafariki. Mwenyezi Mungu akapitisha hukumu yake. Kwa hivyo naomba tusomeni Ikhlasi 3. Hili ni ombi langu na waomba nyinyi, kwa sababu ni huzuni kubwa ilitupata na tulikuwa naye hapa katika muhadhara kama huu. Kwa hivyo insha Allah tusomeni Ikhlasi 3 kwa nia insha Allah thawabu zimwendee. Na vile vile pia hapa tunaye ndugu yake Said Abdul Qadir ambaye ni Said Hussein, ni ndugu yake amekuja. Nikaona ile pengo ambayo kwamba mimi nitaipata, basi nikiona ndugu yake nijihisi na mimi niko na Alhabiba Said Abdul Qadir. Tusomeni Ikhlasi 3 kwa nia inshallah tumfikishie thawabu. Mwenyezi Mungu amrahamu yeye pamoja na jamii amwat almuslimin wote kwa jumla. Mwenyezi Mungu arahamu na sisi, Mwenyezi Mungu atupatie husnul khatima inda almaut. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma salli ala